Namshukuru sana Jehova, Mungu aliye hai, Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka na Yakobo, Mungu wa Bwana Yesu Kristo aliye hai, alitujalia kuweza kuwa mahali hapa majira haya. Taanza moja kwa moja kwenye somo ambalo Yesu amenijalia kunipa au kutupatia tuweze kujitafakari na kusoma. Unaweza kaandika, jidhilini mbele za Bwana naye atawakuza. Jidhilini mbele za Bwana naye atawakuza. Jidhilini mbele za Bwana naye atawakuza. Hali ya kujidhiri ni hali ya kujishusha, hali ya kunyenyekea ili yeye mwenyewe akuinue kwa wakati wake. Jidhilini mbele za Bwana naye atawakuza. Jidhilini mbele za Bwana naye atawakuza. Hali ya kujishusha ili yeye akuinue kwa wakati wake. Neno ambalo tutatumia kwenye maandiko ya leo ni kitabu cha waraka wa Yakobo sura ile ya 4, kuanzia aya ya kwanza ama mstari wa kwanza. Tutaenda kusoma na kutafakari yote, sura ya 4 yote. Ila mstari mkuu ambao tunaosimamia ni jidhilini mbele za Bwana naye atawakuza. Sura yote ya 4 ya waraka wa Yakobo tutaisoma na kuitafakari kwa msaada wa Roho wake Mtakatifu. Naomba nisome. Vita vyatoka wapi na mapigano yaliyoko kati yenu yatoka wapi? Si humo katika tamaa zenu zifanyazo vita katika viungo vyenu? Mwatamani wala hamna kitu, mwaua na kuona wivu wala hamwezi kupata. Mwafanya vita na kupigana wala hamna kitu kwa kuwa hamombi. Hata mwaomba wala mpati sababu mwaomba vibaya ili mvitumie kwa tamaa zenu. Enyi wazinzi, hamjui hamjui kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Enyi wazinzi, hamjui kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Basi kila atakaye kuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Au mwadhani kwamba maandiko yasema bure, huyo Roho akae ndani yenu ututamani kiasi cha kuona wivu? Lakini utujalia sisi neema iliyozidi, kwa hiyo husema Mungu wapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Mkaribeni Mungu naye atawakaribia ninyi. Itakaseni mikono yenu enyi wenye dhambi, na kuisafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili. Yaani ndani ya moyo wa mwanadamu kuna nia mbili. Unataka cha Mungu, unataka cha dunia hii ambacho ni cha shetani. Enyi wenye nia mbili, huzunikeni na kuomboleza na kulia. Kucheka kwenu na kugeuze kuwa kuomboleza, na furaha yenu kuwa hamu. Jidhilini mbele za Bwana naye atawakuza. Ndugu, msisingiziane. Amsingiziaye ndugu yake au kumhukumu ndugu yake uisingizie sheria na kuihukumu sheria. Lakini ukihukumu sheria hui mtenda sheria, bali umekuwa hakimu. Mtoa sheria na mwenye kuhukumu ni mmoja tu, ndiye awezaye kuokoa na kuangamiza. Unani wewe umhukumuye mtu mwingine? Haya basi, ninyi msemao leo au kesho tutaingia katika mji fulani na kukaa humo mwaka mzima na kufanya biashara na kupata faida, walakini hamjui atakayokuwako kesho. Uzima wenu ni nini? Maana ninyi ni mvuke uonekana kwa kitambo kisha utoweka. Badala ya kusema Bwana akipenda tutakuwa hai na kufanya hivi au hivi. Badala ya kusema Bwana akipenda tutakuwa hai na kufanya hivi au hivi. Lakini sasa mwajisifu katika majifuno yenu. Kujisifu kote kwa namna hii ni kubaya. Basi yeye ajuaye kutenda mema wala hayatendi, kwake huyo ni dhambi. Niombe. Bwana Yesu Kristo wa Nazareti hai, yule mfalme wa wafalme na Bwana wa Bwana, na kwa msaada wa Roho wako Mtakatifu ninakuomba, napoenda kutafakari maandiko haya, nisienende kwa mazoea, bali niongoze kwa msaada wa Roho wako Mtakatifu na kwa nguvu ya neno lako lililo hai. Karibu Bwana Yesu Kristo, karibu mfalme wa wafalme na Bwana wa Bwana, ukatuwezesha kuliishi neno lako lililo hai na takatifu. Bwana anasema kuna vita katikati yetu. Kuna machafuko, kuna mashindano.
Haangalia kuna wengine wanaomba na kufunga lakini matokeo yake ni hewa, hakuna unachokipata. Ni kwa sababu tunaomba au unaomba kwa mashindano na kwa tamaa iliyo ndani ya mwili wako, tofauti na kusudio la Mungu, na ndio maana upokei. Unalima lakini hauvuni, haupati matokeo mazuri. Ni kwa sababu kuna kitu ambacho kiko ndani yako ambacho kinakuingiza. Na hapa tunaona kwa sehemu kubwa anaeleza kwamba kwa sababu ya watu kujaribu kuifuatisha namna ya dunia, kuishi kama dunia inavyoenda. Ukiwa wewe ni mwana wa Mungu aliye hai na umeumbwa kwa mfano wake na sura yake, haupasi kuenenda kama dunia inavyotaka. Yaani unapaswa wewe uwe tofauti na dunia. Na katika kuwa tofauti na dunia, lazima watu wakushangae muonekano wako, aina ya maisha yako unaishi kila leo hayatafanana kabisa na watu wa dunia hii. Hata mavazi yako, hata kama ni yaani muonekano wako wa nje na wa ndani hautafanana na watu wa dunia hii. Watakuona tu kabisa kwamba huyu mbona kama anaishi katika dunia nyingine. Lakini kama unafanana na watu wa dunia hii, hiyo sio, ushapoteza wewe. Na kanisa lolote au muumini yote ambaye anafanana na watu wa dunia hii, na yeye pia amekwisha kupoteza. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana haupo katika ile dunia ambayo Mungu anataka uwepo. Unaishi maisha mengine ambayo dunia inakuona wewe ni wa kwao. You are the same as like this world how is going. Yaani unafanana hii dunia jinsi inavyoenenda. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Mungu hataki tuishi kama dunia inavyotaka. Kwa sababu dunia inatawaliwa na shetani kwa sehemu kubwa. Mmiliki wake ni shetani tangu siku ile Adam na Eva ama na hao walipokosea katika bustani, walikabidhi dunia kwa shetani. Kwa hiyo shetani ndiye mmiliki na Mungu wa dunia hii anayetawala na kumiliki. Kwa hiyo ukijaribu kuifuata kama ilivyo, maana yake tayari umemkataa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa hiyo tunapaswa kubadilika kutoka ndani. Kristo aumbike ndani ya nafsi zetu na roho zetu na zetu, yaani yule Mungu Baba aliyetuumba kwa mfano wake na sura yake aonekane ndani yetu kuanzia ndani mpaka nje. Kuna watu wanaojidanganya kwamba Mungu anaangalia nje, anaangalia moyo. Ni kweli anachunguza moyo, lakini kama nje pia kunafanana na watu wa dunia hii, hiyo sio sawa. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Huwezi kuvaa vazi la jeshi wakati wewe sio mwanajeshi, alafu ukapita kwenye maeneo yao wakakuacha tu. Kwa hiyo fanana na Kristo. Wewe unavaa mavazi ya duniani ya kishetani alafu unasema wewe ni wa Mungu. Mungu yupi? Bwana Yesu asifiwe. Lazima ufike mahali ubadilike. Lazima ukubali kuwa kiumbe kipya. Lazima utoke katika mambo ya kale. Lazima utoke kule. Uishi maisha ambayo yanampendeza Mungu. Uwe mnyenyekevu, kushuka na kuishi maisha mengine ambayo ni maisha ya kimbingu. Na tunaanzia hapa kuyazoea. Kula kwetu, kunywa kwetu, kuvaa kwetu, mazungumzo yetu, aina ya tabia zetu lazima zifanane na watakatifu wa kweli wa Mungu. Kuna watu wanasema hakuna watakatifu duniani. Biblia inaniambia watakatifu walioko duniani ndio wampendezao Mungu. Kwa maana hiyo wapo. Bwana Yesu asifiwe. Unazungumza vipi na jirani yako? Unaongea vipi na mwenzako ndani ya nyumba? Mna lugha nzuri? Kuna watu ni watakatifu kanisani, baada ya mlango tu wa kanisa wakigeuka ni mashetani kuliko kawaida, kuliko hata shetani mwenyewe. Hiyo sio sawa. Don't speak evil against each other, dear brothers and sisters. Usizungumze vitu uovu kati yako na ndugu yako na dada yako. Tafadhali dada na kaka wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa kanisani wanyenyekevu sana kuliko hata kondoo. Lakini ukitoka nje ya geti la nyumbani ni mashetani, nje ya kanisa ni mashetani. Unamhitaji mmeo, unamhitaji mkeo, unamhitaji mtoto wako, unamhitaji jirani yako. Unasomeka vipi katika mtaa unaoishi? Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kutokana na mwenendo ambao sio mzuri, baadhi ya familia zimefanya wenza wao wasio wanarudi nyumbani mapema kwa sababu wanaogopa kelele, matusi, matukano. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mwingine hata kama alikuwa hanywi pombe ataanza kunywa pombe. Kama alikuwa hanywi pombe basi atatafuta sehemu akae
akirudi nakuta saa 8 ushajichokea, ushalala na watoto wameshalala, anaingia ndani anajitupa huko kitandani kama maiti, na anawahi kuondoka kuliko mwenzake. Anaogopa tena, nikiamka hapa nikichelewa nitaanza kupewa mizinga, mabomu yasiyo ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Kiasi kwamba majirani wanajua leo baba yupo au mama hayupo leo. Wanajua kwamba ile nyumba leo wamesafiri ama mmoja katoka. Kuna mabadiliko. Na kuna watu wanajua kwenye ule mtaa leo fulani na fulani hayupo, si ndio? Wanajua ile nyumba mtaa leo umepoa. Kuna mitaa watu wakiama wanasherehekea, unajua. Wanasema afadhali wameondoka ile nyumba, mtaa wetu utapona. Kuna watu wakiondoka kwenye mtaa, watu wengine wanaanza kwenda kwenye ibada sasa kanisa. Sasa tunaweza kwenda kanisani kwa sababu tulikuwa tunakushindwa kwenda kwenye kanisa sababu yule anayekwenda kwenye kanisa tabia zake huko nyumbani ni shetani kuliko shetani mwenyewe. Kwa namna moja au nyingine umewafungia mlango watu waliotaka kuja kwa Yesu kwa sababu ya mwenendo na tabia ambao unaishi kule nyumbani na mtaani wa watu majirani zako. Mtaa mzima wanakufahamu wewe ni nani. Lakini nyumbani, lakini kanisani ni mtakatifu kuliko kawaida. Na pengine ni mtumishi kanisani, na mtumishi kuhani au mtumishi wa Mungu, mchungaji au mwinjilisti amekuamini na amekupa kipaumbele katika kanisa, lakini kumbe hajui kilichojificha nyuma ya nyumba yako. Bwana Yesu anaongea na wewe leo, ubadilike. Sehemu moja katika Biblia imeita wazinzi. You adulterers. Don't realize that the friendship with the world makes you an enemy of God. Uwezi kujui kwamba kutengeneza urafiki wako wewe mzinzi na ulimwengu huu ni kuwa adui na Mungu aliye hai. Unatengeneza uadui na Mungu aliye hai. Nasema hivyo kwa sababu lugha ambao unaongea nyumbani na ndio wanaongea watu kwenye baa, wazinzi na washerati na madanguro huko. Bwana Yesu asifiwe. Mmebadilishana majina wewe na mwenza wako ndani ya nyumba, sio yale ambayo mlifunga ndoa siku ya ndoa. Majina yanayotumika kule nyumbani sio yale ya kwenye ndoa. Kuna majina mapya mmepeana huko ndani. Na hata ya watoto. Watoto wamepewa majina mapya nyumbani na wazazi. Kwa sababu ya nini? Wakifika tu nyumbani wanapewa mengine. Yamebadilishwa. Mtaa umebadilishwa, mpaka huo mtaa umepewa kuna misamiati. Na watu wasiomjua Mungu amewapa misamiati, wanasema fulani, yani ule mtaa unapewa jina lako sababu ya matendo na mwenendo ambao ni chukizo mbele za watu. Mungu aliye hai. So you have to change, you must change. Lazima ubadilike. Ubadilike ufanane na Kristo. Watu waseme kabisa hapa tunaona mtaua, hapa tunaona mtakatifu wa Mungu. Kuna sehemu unaweza ukaishi siku unahama, majirani wanasema usihame kwa sababu kuwepo kwako tumebarikiwa sana. Kuwepo kwako tumepona. Na sio kiongozi wa mtaa, au serikali, lakini uwepo wako watu wamesema walikuwa wanalala usingizi mororo. Uwepo kwako mtaa umekuwa na amani. Mtaa umekuwa na usawi. Na watu wa dini zote, imani zote wanakuamini na kukuheshimu. Umeweka alama nzuri. Watu wanaheshimu uwepo wako. Siku unaambia nasafiri tu au siku unakuwa haupo kwenye mtaa wanauliza fulani ameenda wapi? Ukirudi unasema ulisafiri Tunajua ulisafiri, hata mtaa ulibadilika hali ya hewa. Tulikuwa hatulali tena, tunaota majini tu, mapepo, tunakimbizwa na madude ya polini, hatuelewi, mengine hata yaeleweki. Tunajua kweli mtumishi ulisafiri jirani yetu mpendwa. Kumbe ulisafiri. Kwa hiyo ina maana wewe ukisafiri na madhabahu inakufuata. Hiyo ni sifa nzuri. So humble yourself before God. Resist the devil and he will fly from you. He will run away from you. Yani pambana na kunapoweza kupambana, jishushe mbele za Mungu na Mungu atakuinua na kukukweza kwa wakati wake, na adui shetani atakukimbia. Ni wewe tu kujipanga vizuri. Ni wewe kusimama katika nafasi yako vizuri. Tambua nafasi yako. Usiruhusu shetani akuzoee. Usimpe nafasi kwa sababu huwezi kumpiga shetani wakati una vitu vyake mwilini. Huwezi kumkwanga shetani wakati kwenye simu yako ndio vilivyojaa. Kwenye smartphone yako ndivyo vilivyojaa, alafu unamwambia shetani toka. Anakushangaa. Yuko kwenye simu. Mama mmoja alikuwa na ugonjwa wa moyo. Akaenda kila hospitali kujaribu kutafuta tiba ya moyo, ikashindikana. Akakusana na mchungaji, mtumishi wa Mungu akamwambia una shida ya moyo Akakaa naye kwa muda, akaanza kusikiliza imekwanza ikoje, iko hivi na hivi na nini. Akamwambia okay. Akamwambia mimi bwana, kuna siku
nilimfumania mwenzangu na ana mchepuko huko nje. Ndio. Na picha yake ule mchepuko hii hapa kwenye smartphone. Huyu ndio mchepuko wa mwenzako kumbe mwenyewe unatembea na ugonjwa wa moyo mwenyewe. Kwa hiyo unaweka naye na muangalia hapa kila siku nikimwona wewe mke moyo unaniuma kweli. Ile mchungaji nacheka kana mimi nilikuwepo anacheka. Anasema kumbe ugonjwa wa moyo unaotengeneza mwenyewe. Unajua yani sasa huyu ndio anayekuumiza moyo. Alafu mweka kwenye simu yako. Mwenyewe umetengeneza ugonjwa wa moyo. Badala ya kumweka Yesu kwenye simu yako unamweka huyo mgombea mwenzako uko pale mchochoni. Muondoe kwenye simu afu utaona kitatokea nini. Akadelete pale na mpaka leo ni mzima hana ugonjwa wa moyo. Kwa sababu unaweka matatizo mwenyewe ndani ya nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe. Hata ukikuta message zake futa za nini? Kakutukana wewe futa message usimjibu kwa ujinga wake. Baadaye ataona atachoka mwenyewe. Na hata huyo mwenzako kama alikuwa anachepuka ataona kumbe mwenzangu hata pressure. Kwa sababu hata Waswahili walisema kuku wako mwenyewe manati ya nini? Jioni atarudi ataingia kwenye banda lake. Anambia huyo huko anapoteza tu muda wake lakini mimi ndio umeniweka ndani, mimi ndio wa kwako. Huyo mwingine anapoteza tu muda wake. Ukishaonyesha hivyo, huna hata pressure tena wewe umepona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna magonjwa mengine watu wanatafuta wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mimi nakumbuka baba mmoja wakati nilikuwa kijana bado mdogo, aliniambia kijana wangu katika maisha yako yote usipate muda wa kumchunguza mwenzako. Utakuja kufa kabla wakati wako. Utakuta kitu anafanya ukutegemea. Alafu utakufa wewe ama utamuua na yeye na wewe mtakufa. Kwa mimi tumekutana ukubwani nini na muda gani wa kukuchunguza mimi? Kashindwa kuchunguza mama yako na baba yako mimi nikupeleleze. Mimi kazi ya upelelezi afu silipi mshahara. Wa nini? Ruka unaweza kuruka, fanya unaweza kufanya. Kuna siku 40 yake itafika biashara inaisha. Bwana Yesu asifiwe. Sina muda huo. Katika watu ambao sina wivu kwenye moyo wangu mimi namba moja. Nakana moza. Nimekuta hii message ya nani? Hii picha imetoka. Huyu ndo nani wako? Ya nini mimi? Zaburi ya 127 inasema Bwana asipolinda mji alindaye kesha bure. Kwani mji nini? Jengo tu. Asipomlinda mke wako au mume wako bure unafanya kazi bure. Utaweka na walinzi na wapelelezi unajichosha bure. Kikubwa hapa ni kutafuta uzima wa milele. Bwana anasema ukimtumainia atakulinda kila kitu ulicho nacho. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kwa nini nimekaa hapo anajua Yesu Kristo mwenyewe. Haleluya. Haleluya. If you criticize and judges each others, then you are criticizing and judging God is low. Kama unaweza kuwa una mhukumu mtu mwingine na kuhukumiana nyinyi wenyewe kwa wenyewe na kusemana vibaya, ni kama unaingilia mpango wa sheria za Mungu. Na maana hiyo una mhukumu nani? Unakuwa nafasi ya hakimu ambayo ni hakimu wa kwanza is only God. Is only God. The one who he must judge you is only God. Because he know who are you and he know what about your life. Anajua kila kitu kuhusu maisha yako. Na kuhusiana your neighbor, jirani yako. Kikubwa ni kumomba Mungu na kutengeneza mahusiano yako vizuri na Mungu. Usikae hapa unakaa unahukumu fulani, ulifanya hivi, fulani ulifanya hivi. Tafute Mungu kwanza. Mwambie Mungu, huyu mwenzangu nakukabidhi kwake. Na mimi pia najikabidhi kwako. Unihakiki. Unapomwonyesha mwingine kidole chako kimoja, vidole kama vitatu au vinne virudi kwako. Wewe ndiye mbaya zaidi kuliko yule mmoja. Kikubwa ni kutafuta uso wa Mungu vizuri. Unapomuomba Mungu katika maisha yako anakutetea na anakupigania na anakubariki. Ninaona baraka sana kwa wale ambao wanamtafuta Mungu katika roho na kweli. Wale ambao wanajishughulisha na mambo ya kumtafuta Mungu na sio kutafutana. Sio inaeleweka? So muda wa kutafutana huu, turn running out, muda unakimbia, muda baki mchache before the judgment day come, kabla ya siku ya hukumu kufika. Kwa hiyo ni kipindi cha kutafuta uso wa Mungu zaidi. Sio muda wa kushindana huu. Ni muda wa kutafuta Mungu, kukaa katika uwepo wa Mungu. Natamani sana ningependa kukaa hata porini huko au nikakaa kwenye mlima fulani kimya miaka iliyobaki hii. Kukaa na kumsifu Mungu na kuabudu Mungu huko. Na kuhubiria wengine ambao hawajafikiwa na habari njema na kuambia Yesu anaokoa, Yesu ndio njia kweli na uzima, nikitoka asubuhi jioni mchana ni hiyo tu, hakuna kazi nyingine. Sio kukaa hapa na kusema fulani sio anasema nini, fulani anafuatia maisha yangu, fulani anasema kuhusu masengenyo na mateto ndio silaha ya mwisho ambayo shetani ameitupa katika makanisa. Watu wanafitiana wenyewe kwa wenyewe, mchungaji kwa mchungaji, mtume kwa mtume, nabii kwa nabii, mwinjilisti kwa mwinjilisti, askofu kwa askofu, kanisa kwa kanisa.
Familia zinafarakana kwa maneno, fitna, faraka, uzushi, hila, hisia mbaya, taifa kwa taifa, mtaa kwa mtaa, kata kwa kata, wilaya kwa wilaya, chama kwa chama, taasisi kwa taasisi, matukano, shule kwa shule, chuo kwa chuo. Kila takundi linasema wenzake. Hakuna kazi nyingine iliyobaki, ni hayo tu. Fitina, faraka, uzushi. Pepo wa faraka ametupwa katika ulimwengu akitafuta waangamiza wanadamu, kwa sababu dhambi zingine zote watu wameshafanya zimeshakuwa za kawaida. Dhambi zingine zimepasishwa kwenye dunia, zinaitwa haki za binadamu. Sasa shetani akasema ngoja nilete nyingine, hizi wameziita haki za binadamu. Sasa hivi imeitwa nini? Ameleta za faraka, umbea, masengenyo, advance, uzushi, wamebadilisha majina mengi, ubuyu, mambo yote hayo. Bwana Yesu asifiwe. Unawaza nini juu ya Bwana? Waza yaliyo mema. Jizili kwake ili akukuze kwa wakati, na ukijishusha kwake yeye mwenyewe anakuinua. When you are humble to him, he will lift up you. Atakuinua, he must lift up you. Popote viwango vingine nimeona kwenye maisha yangu, na shuhudia kwako pia ibadilike. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kuwa makini na unasema kesho nitakwenda kufanya jambo hili, kesho nitafanya hiki. Wewe ni nani? Mwambie ikimpendeza Bwana akiniweka hai, kesho nitafanya jambo hili, nitafanya na lile. Hallelujah. Kuwa makini. Look here, you say that today or tomorrow we are going to certain town and we'll stay there a year. We will do business there and make a profit. Kesho tutakaa mahali fulani, tutakaa katika mji fulani, nitafanya biashara fulani, na katika ile biashara nitapata faida fulani. Who are you? Wewe ni nani? Huwezi kujipangia. Mwambie Mungu ikikupendeza, ikimpendeza Bwana, nitakuwa kwenye mji fulani, nikiwa kwenye huo mji fulani Bwana ataniwezesha kufanya biashara fulani, nitakaa kule mwaka fulani, nitafanya hiki na kile. Kwa sababu unaweza ukasema nitafanya, unafika njiani wakati wa safari yako unapata ajali, unafia huko. Bwana Yesu asifiwe. How do you know that what your life will be like tomorrow? Unajuaje maisha yako kesho yatakuwa nini? Your life is like a morning fog. Yani maisha yako ni kama ukungu tu wa asubuhi. Unaweza ukatoweka wakati wote. Ndio. Kwa hiyo usijitape. Kuna watu wanajani kwa sababu ya fedha zao, elimu yao, vyeo vyao, they can do what they want to do. Wanaweza kufanya chochote wanachotaka kufanya. What they desire, kile wanachotamani kufanya watafanya. This is a lie. This is stupid. Huo ni upumbavu. Tajiri mmoja alisema nimeshajenga, nimeshalima, nimeshavuna vya kutosha, nimejaza hala, sasa nikae na kuenjoy maisha yangu ni ile kwa starehe. Mungu akamwambia mpumbavu wewe, usiku wa leo anaitaka roho yako. Tuone watakavyokula hizo mali ni nani. Na alikufa. Wakaja kula ambao hata wakutolea jasho. Na wakatapanya kwa sababu sio vya kwao. Hawana uchungu navyo. So in your life, katika maisha yako mtangulize Mungu katika kila hatua. Mweke mbele katika maisha yako. Wherever you are, popote utakapokuwa, wherever you are doing, chochote utakachokifanya, chochote utakachofanya, katika mazingira yote, haijalishi umeinuliwa kiasi gani, haijalishi Mungu amekupa upako wa aina gani, una ustawi namna gani, unautishwa namna gani, kiuchumi, kiroho, kimwili, ni mrembo sana, ni mtanashati sana, una kibali sana. Nani ana nafasi ya kwanza kwako? Waambie ni Bwana. Haya yote unayoona nilionayo ni Bwana amenibarikia. Mpe nafasi ya kwanza. Baba mmoja alisema, alikuwa anawaambia wenzake, ndugu zake pale mtaani, anambia, tazama Mungu amebariki mabinti warembo wazuri kuliko wote katika mji. Ndugu yake akamwambia, tuone kama kuna atakayeolewa. Akadharau. Na mpaka leo ninavyoongea hivi, mara mwisho mfamilia ile familia hakuna aliyeolewa, anaishia kuzalishwa na kuachwa. Na ni warembo kweli. Na ni warembo kweli. Walinifuata wakaniambia, sisi tuliambiwa na mtu mmoja kwenye nyumba yetu kwamba hatutaolewa. Akamwambia, baba alifanyaje? Alicheka tu. Na baba wenyewe kawapoteza. Alitakuwa baba atilishe pale pale. Aombe radhi. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Una nini ambacho unadhani kwamba Mungu amekubariki nacho, alafu unadhani ni cha kwako binafsi? No.
mimi na kanisa lina watu wengi kweli wanajaa, nimevuta watu wamejaa zaidi. Una wangapi mtumishi Alisa? Mimi sijui hata nina wangapi. Kwanza sina muda wa kuhesabu. Baada ya muda namkuta na wawili watatu. Ambe vipi wameondoka? Ulikuwa unafikiri kwa nguvu zako na uinjilisti wako unajaza humo ndani. Anaweza kuwaleta ndani ya kanisa na kuwakuza ni Kristo mwenyewe na kuhakikisha. Hakuna mtu anaweza kuja kwako bila Baba kuruhusu wa mbinguni. Kuna mahusiano gani kati yako na Mungu aliye hai? Bwana Yesu asifiwe. Taifa lolote, nchi yote, serikali yote, chama chochote, taasisi yote yenye ustawi ambao inaonekana kwa macho, isizani ni kwa nguvu zake au kwa hila au kwa uchawi au kwa shetani. Mungu ndiye ameruhusu. Na huyo aliyeruhusu ndiye anaweza kuondoa na kufanya mabadiliko ambayo hakuna kiumbe kinaweza kuzuia chini ya jua. Amani au usalama ambao uko katika nchi yako au katika nyumba yako ni Mungu ameruhusu. Ukikorofishana naye ataiondoa. Na hakuna anaweza kuzuia. Hakuna. Bwana Yesu asifiwe. If the Lord wants us to, we will live and do this or that. Kama Mungu anaruhusu kwamba tutaishi ama tutafanya hiki au kile, ni Mungu ndiye anayeruhusu. Sio kwa nguvu zetu. Kwa hiyo anaweza akasema, leo nataka ufanye hiki. Kinyume chake ni hivi. Otherwise you are boasting about your own plans, and all such boasting is evil. Na katika hali yote nyingine wewe utakuwa unajisifu binafsi, na katika hali yote ya kujisifu binafsi huo ni uovu. That is evil. Boasting yourself, that is evil. Kujisifu binafsi huo ni uovu. Na hata kama kuna watu milioni nyuma yako wanakusifia, uongo. Hawana nia nzuri na wewe. Pale wanapokutukuza na kukusifu wewe, waambie utukufu unarudi kwa Bwana, sio wewe. Lakini ukipokea na masikio kama makubwa na kichwa kikainuka sana kama cha twiga kule juu, unaenda kuangamia muda mfupi ujao. Ndio. Wakati mwingine unaweza kuwa nakusifia upuuzi tu, ile wameshachoka na wewe, wanataka tu uondoke, wao nakusifia uongo. Lakini sasa mwajisifu katika majivuno yenu, kusifu kwenu kote kwa namna ni kubaya. Acha kujisifu wewe mwenyewe. Mungu anakutumia kiwango gani? Mungu amekupa mume mzuri kiasi gani? Mungu amekupa mke mzuri kiasi gani? Mungu amekupa mtoto mzuri kiasi gani? Waambie watu ni Mungu amenipa, ni Bwana ameniwezesha, ni haya, nashukuru kwa ajili yao. Amekupa gari nzuri, amekupa nyumba nzuri, amekupa ajira nzuri, amekupa biashara nzuri. Mpe utukufu Mungu. Unaishi katika nchi yenye amani na usawa nzuri, Tanzania. Amekupa serikali nzuri, amekupa chama kizuri, amekupa taasisi nzuri, amekupa mshahara mzuri. Mwambie Mungu asante, hii ni wewe, ni Bwana amefanya. Kwa nini wanyima wale wengine akakupa wewe? Unafikiri una haki kuliko wao? Unafikiri ni mtakatifu kuliko wao? Unafikiri ni bora kuliko wao? Kuna siku atakunyang'anya vyote. Nafasi ulionayo pia Mungu anaweza akakwambia sasa unalala, ukiamka asubuhi haupo. Wanakuja kukufikia kwenye udongo futi 6 chini ya ardhi, umeisha. Ndio. Kuna watu leo wana kiburi sana, wakizani kwamba ni kwa nguvu zao, ni kwa sababu ya vitu fulani vifanye vya hila, ni kwa sababu wameenda hapo Bagamoyo Mlingotini kutafuta uchawi, wameenda hapo kwenye mizimu, wakatoa makafara, wakatoa sadaka, wakaua watu, wakachuna ngozi za watu, wakatoa viungo vya wanadamu, wakizani ndio nguvu zilizopa utajiri au mashuhuri walionao au hivyo walivyonao. Uongo. Utatoa viungo vyote vya wengine vitaisha, vitakuja vya kwako sasa. Utatoa na vya kwako vitaisha, mwisho nao utakufa na utaenda jehanamu. Ndio, kuna watu wamemaliza kupata familia zao, wamemaliza ndugu zao, wameanza kwenye viungo vyao vya mwili sasa vinaisha, wamejidhalilisha kupita kiasi ili wabaki kwenye nafasi fulani katika dunia hii. Aha. Mwisho wanakufa na wanaenda jehanamu kwenye hukumu ya milele, kuzimu. Na shetani anasema hawajui. Aliyekuwa akiwadanganya anasema si wajui. Na zama hizi dunia imefika hapo. Watu hawana tena utu, watu hawana tena fear of God. They don't fear about God. Hawamwogopi tena Mungu, hawana hofu ya Mungu. They do what they want to do. They do what they plan in their minds, and they do it because it is on their authority. Wanafanya kwa sababu pia yako ndani ya mamlaka yao. Wanafanya tu, which is very wrong and very bad. Ambacho ni kibaya sana cha uovu. Sikia wewe unijui mimi, wewe nani?
Hiyo nafasi unafikiri inakutia kiburi? Hata kama unawalizi 100 duniani, hata 1000 dunia pande zote, unakudanganya hao ndio wanaweza kukusaidia na kukuua. Kuna mtu alikuwa na walinzi wengi kama Gaddafi, lakini baadaye alikuja akafa. Hawakumsaidia. Kuna mtu alikuwa na mbinu za kivita za hatari kama Osama bin Laden, yuko wapi leo? Is dead. Amekufa. Na kwamba alikuwa mahiri katika vitu. Kulikuwa kuna mtu anaitwa Carlos, jasusi wa kimataifa, ndio alisumbua dunia naye kafa. Wewe ni nani? Amekufa mpiganaji wa sanaa za mapigano, let Bruce Lee. Wewe ni nani? Cheza kumfu zako, cheza karate, cheza judo, lakini kuna siku utakufa tu. Kuna mtu alikuwa na nguvu na kutisha kama Samsoni, yuko wapi? Naye kafa. Who are you? Hivi ujifunzi kwa wengine. Kuna watu walikuwa na kiburi kama kina Firauni ama Farao, yuko wapi? Amekufa. We nani? Nini kinachokutia kiburi? Kama unataka kufanya kitu chochote hapa duniani, remember the history. Jaribu kuangalia kwenye history, wale utangulia mbele yako walikuwa wapi? Ayubu alikuwa ni mcha wa Mungu mzuri tu, naye aliondoka. Elia alikuwa mtumishi wa Mungu mzuri sana, naye aliondoka. Yeye alipaa, ndio aliondoka, lakini muda ulifika akaondoka. Kina Elisha walikuwa watumishi wa Mungu, wanatenda mambo makuu, hata maiti yao ilifufua wafu. Maiti ya Elisha ilikuwa inawekwa kwenye kaburi, kwa bahati mbaya kulikuwa kuna mifupa ya mtu mwingine aliyekufa miaka kadhaa, ile maiti ikanyanyuka, Elisha akazikwa. Aliondoka. Yesu pekee alishinda kifo na kaburi. Yeye yu hai leo na ataendelea kuwa hai milele. Huyo pekee anayeweza kukuinua na kukushusha ni yeye. Kwa hiyo jiambatanishe naye kivyote, na hata atakapokuinua viwango vikubwa vya dunia hii, bado usiache kulikiri jina lake, kwamba pamoja na mafanikio ulionayo, pamoja na ustawi ulionao, ni Bwana Yesu Kristo yuko ndani yako. Mfalme Daudi na ushujaa wote aliokuwa nao kumangusha kina Goliath na wengine, alisema hivi: mbele yangu nalimweka Bwana wangu daima, na mkono wangu wa kuume, nisitetemeke, nisianguke, nisitetereke. Wewe ni nani? Mfalme Daudi alimtanguliza Bwana katika maisha yake yote. Kuna mtu alikuwa bilionea, trilionea zaidi ya wengine, aliyekuwa anaitwa King Solomon ama Mfalme Suleiman. Yuko wapi? Alikufa na aliondoka kiaibu, kifedhea, kwa sababu yeye alisahau kumweka Mungu mbele yake. Badala yake alikuwa aliweka miungu. Baada ya kupata utajiri kuliko binadamu wote chini ya jua, aliyetanguliza miungu, akavunjwa akili yake na kudanganywa na akaangushwa. Na sina uhakika kama amepata neema ya kuingia mbinguni, ila baba yake kuna uhakika, ndio maana anatajwa mpaka leo katika mema. Zaburi karibu zote ni za kwake. Bwana Yesu asifiwe. Jishushe katika kila hatua unayopitia katika maisha yako, katika nafasi yako ofisini, karakana unayofanya, kwenye nyumba yako, kwenye ukoo wako, kabila lako, jamaa yako, taifa, mataifa. Ukiwa ni kiongozi wa jamii, basi tambua ya kuwa nafasi uliyojaliwa kuwa nayo ni Mungu amekupa. Sio majini, sio mapepo, sio waganga, sio wanajim, sio hiyo dini yako, sio dhehebu lako, sio ukoo wako, sio kabila yako, sio jinsi yako, sio hali ulionayo, muonekano wako. Ni mrembo au unatisha sana, una nguvu sana, tambua ni Bwana aliyekupa nafasi hiyo. Kujidhili kwake, jishushe kwake, ili akukuze kwa wakati wake. Utaishi maisha mazuri, na hata wakati wa kuondoka kwako, Yesu atakwambia sasa ni wakati wa kuondoka na wewe. Yesu Kristo ni yule jana na hata milele. Amen. Kuna Mungu kama wewe, Mungu mtakatifu. Hakika kuna Mungu kama wewe, Mungu wa miungu. Hakuna Mungu kama wewe, Mungu wa mbinguni. Mungu lejaa neema, rehema, fadhili na uaminifu. Mungu unayeketi mbingu za mbingu takatifu. Asante kwa sababu ya neema ambayo umetupa. Asante kwa sababu ya kibali ambacho umetujalia. Asante kwa sababu ya wingi wa fadhili na neema yako. Baba, tunashuka na kunyenyekea katika ukuu wako, kwa maana Mungu wa miungu jioni ya leo umesema nasi katika jina kuu linalopita majina yote, Yesu Kristo, na kwa neno lako, maana ndio uhai wetu, na hili neno lako ndio taa ya miguu yetu, ni mwanga wa njia zetu, katika habari ya njia zetu na katika habari ya kunyenyekea kwetu. Maana wewe Mungu wa miungu, mfalme wa falme,
Bwana mabwana, umetujulisha katika habari ya neno lako. Mungu Yakobo sura ya 4 yote. Bwana mabwana, Mungu wa miungu, jinsi gani ambapo tunaweza kuomba na kupata kutoka kwako. Bwana mabwana, ili tuweze kutumia, lakini si katika tamaa za mioyo yetu. Mungu mtakatifu, wewe ndiye unaichunguza mioyo. Hakuna kilichositirika mbele zako katika mioyo yetu. Vitu vyote viko wazi, vitu vyote viutupu machoni pako. Na umejua kwa habari ya tamaa zetu, na umejua kwa habari ya uzinzi wetu, na wewe umejua katika habari ya kiburi chetu, wewe umejua katika habari ya tamaa zetu, na kwa sababu hiyo umezuia katika habari ya kuomba kwetu yale tunayoomba itupate kutumia katika tamaa hiyo tusiweze kupokea. Na sasa tunakuja kwako Bwana mabwana, hapo ambapo njia zetu tumeenda katika kiburi cha mioyo, katika tamaa na katika habari ya uzinzi, ili tuweze kujizili mbele zako. Maana ndivyo unavyosema katika Misali sura ya 15, kabla ya heshima inatangulia unyenyekevu. Mungu, katika jina la Yesu tunahitaji kunyenyekeza kwa upya. Tunakuja tupate kunyenyekea chini ya mkono wako Mungu ulio hodari, ili wewe upate kutukweza kwa wakati wako. Maana Mungu, wewe Mungu wa miungu, mfalme wa falme, ni Mungu ambaye ulitujua. Wewe wajua kuingia na kutoka kwetu, wajua Bwana mabwana, Mungu wa miungu yaliyositirika. Mungu mtakatifu, Mungu mwaminifu, hata katika baadhi ya masingiziano tunaosingiziana wenyewe kwa wenyewe, hukumu tunaohukumiana wenyewe kwa wenyewe, katika jina la Yesu Kristo, wewe umetutaka tuhuzunike na kuomboleza na kulia. Kucheka kwetu nataka kugeuzwe kuwa kuomboleza. Mungu mtakatifu, ndivyo tunavyokuja jioni ya leo, ili kujizili mbele zako Bwana. Wewe ambaye unaweza kutukuza, wewe ambaye unaweza kutuinua, wewe unaweza kutoa mtu kutoka chini, unayeweza kumtoa mtu mavumbini, unayeweza kumtoa mtu jalalani ukampandisha juu, ukamketisha pamoja na wakuu wa nchi. Ni wewe Mungu pekee, ni wewe Mungu pekee, ni wewe Mungu mwaminifu. Ndivyo tunavyokuja kwako katika baadhi ya mapigano yetu ambayo tumepigana wenyewe kwa wenyewe, katika jina la Yesu Kristo, katika tamaa za mioyo yetu, katika tamaa ambazo ziko katika viungo vyetu, ambayo hayo yamepelekea kutamani tusipate. Ili sasa Bwana mabwana, Mungu wa miungu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, tuweze kutumia katika tamaa ya kutamani kujua mapenzi yako na si ya dunia hii tena, kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu. Mungu mtakatifu, ili katika hayo tunayoomba wewe upate kutukuzwa, wewe upate kuinuliwa, wewe upate kuheshimiwa, katika jina la Yesu Kristo, na si kutukuza tamaa zetu zilizo katika mioyo yetu, iliyo katika matendo yetu, lakini kukutukuza Mungu uliye mtakatifu, kwa jina la Yesu Kristo. Isaya 57:15, Bwana ndiye unayekaa mahali paliponyenyekea. Ndivyo unavyokaa na wale walionyenyekea na kutubu, ili uweze kuwainua, ili uweze kufufua yaliyokufa. Ndivyo tunavyokuja tukinyenyekea, mioyo yetu tunakuinulia, nafsi zetu, macho yetu, mikono yetu pia, ili kuonesha ishara ya kujidhili kama tulivyo hapo tulipoenda katika tamaa, kwa kiburi, katika uzinifu, katika mambo ya kufuatisha dunia. Tunakuja kwa upya. Bwana mabwana, upate kusikia hapo ambapo Bwana ulituacha ukageuka, usitake kututazama. Hapo ambapo uliziba masikio, usitake kutusikia kwa sababu ya kuenenda katika tamaa zetu. Tunageuka kwa jina la Yesu Kristo. Na mimi pia nilijikuta siku ya leo nilipewa neno mfano huo, anapozungumzia kujizili. Mnatafuta mpati kwa sababu mnatafuta kwa tamaa, mtafute utukufu wa wanadamu. Mimi pia nilikuwa nimepewa kwa namna hiyo hiyo ya Bwana akitamani sana tumtukuze yeye. Amen. Nilikuwa nimepewa kwenye kitabu cha Yohana namna hiyo kwamba tunaweza tukanyenyekea kwa sababu hiyo Kristo anapotukuzwa ndio kutukuzwa kwetu. Maana anasema tukimtukuza yeye. Amina. Kadri tunavyomtukuza yeye ndivyo anavyotutukuza sisi. Amen. Lakini sana tumetafuta sana heshima, vyeo na kutukuzwa kwa wanadamu. Na ndivyo hivyo anavyokuja sasa hapa akaja kajibu. Amen. Hii
hii Yakobo amekuja kujibu kwamba ndio maana mnapambana kutafuta hampati. Ndio maana mnaomba hampokei. Si kwa sababu Mungu hataki kutupatia, lakini tumetamani tuvipokee ili tuvitumie katika ile tamaa. Ina maana tuone utukufu watu wakituambia au wakituona. Yaani watu wakituona au vyeo, vyeo vya dunia hii. Unaweza kaona mtu mwingine anaitwa askofu, profesa, Yunani, ni vyeo, utukufu, Kwa nini hivyo vyote? Kutafuta utukufu wa dunia hii. Kwamba wanijue ni profesa, wanijue ni daktari, wanijue nina masters na vitu kadha wa kadha, ni askofu. Amina. Sio kunyenyekea. Lakini tunaona kwamba ukisoma kuna ile wa Filipi 2 anazungumzia jinsi ambavyo Kristo alikuwa Mungu. Hakuna kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikamana nacho. Aliacha mwenyewe, akashuka, akaacha enzi yake, akaacha mahali pake pa utukufu, akashuka ili afanane na sisi. Na alipofanana, alipojiona kabisa amefanana, ndivyo alivyozidi kunyenyekea. Amen. Na neno lingine pia ambalo nilikuwa nimeelekezwa kwenye Waebrania 12. Kadiri Mungu anavyofanya kitu kwako, kadiri Mungu anavyokuinua, ndivyo unavyotakiwa kushuka zaidi. Haleluya. Yaani kadiri Mungu anavyokuinua, anavyokupandisha hatua, yaani shuka kweli kweli, kwa sababu adui atatafuta kila namna ya kukushtaki. Kwenye Misali 27 pale nafikiri mstari wa 11 anasema, mwanangu uwe na hekima na kunifurahisha moyo wangu, nipate kumjibu anilaumuye. Amina. Uwe na hekima. Ina maana jenyenyekea sana. Yesu Kristo anatufundisha, jifunzeni kwangu, mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, mpate raha. Haleluya. Kwamba tuna vitu vingi tutapata raha kama tutajifunza kunyenyekea. Ndio maana nasema nyenyekeeni, jidhilini. Kwa ni majibu ya yale kwamba usitafute wewe utukufu wa dunia hii. Usitafute kuonekana na dunia, usitakiwe kusifiwa na dunia, lakini tafuta utukufu wako katika mbingu kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo hata yeye anasema katika Yohana 7:18 anasema, anazungumzia Yohana 7:18 pale, anasema hivi, anasema kwa nafsi yake, anasema sikuja kutafuta utukufu wangu mwenyewe, bali anayetafuta utukufu wake yeye, natafuta utukufu wa Mungu Baba yake. Anasema siji kutafuta utukufu wangu mwenyewe hapa duniani. Ndicho alichozungumza. Siji kutafuta utukufu wangu, yani siji kutafuta heshima yangu hapa. Nimekuja hapa duniani si kujitafutia utukufu hapa, nakuja kumtafutia utukufu Mungu. Ndio maana akaamua yeye kuja na kujifanya vile alivyojifanya, akadharauliwa na kutukanwa, ili Mungu ajipatie heshima kupitia wanadamu. Na pia nazungumzia Yohana 5:41 anasema, mimi siupokea utukufu kwa wanadamu. Kwamba utampa heshima hii. Ndio maana kuna wakati mwingine walitaka kumkamata wamfanye mfalme, akachomoka zake. Amen. Kwa sisi ndio tungepanda mabega na kusema umeona wote kule wananitetemekea sasa. Yohana 8:50 anasema, wala mimi siutafuti utukufu wangu, yuko mwenye kutafuta na kuhukumu. Ina maana kwamba tukitoa utukufu wake tukaamua kujivika sisi au mavyeo, yuko mwenye atahukumu. Kwamba umepata hii kwa ajili ya ujipatie hicho cheo. Yohana 8:54 anasema, nikijitukuza mwenyewe utukufu wangu sio kitu. Yuko naye nitukuza ni Baba. Amen. Kwa mimi sitajitukuza mwenyewe, lakini yeye atanitukuza kama kweli nimefanya vema. Haleluya. Yohana 10:40 anasema, ukiamini utaona utukufu wa Mungu. Yohana 11 hii nafikiri. Yohana 11:40. Ukiamini utaona huo utukufu wa Mungu. Kwa hiyo kama tutaamini, tukanyenyekea, tukijizili kwake ili atukuzwe, kama anatukuzwa anatutukuza. Maana anasema pale nilipo mtumishi wangu atakuwepo. Kwa hiyo unamuinuaje yeye kwanza, ndivyo anavyotuinua na sisi. Nikaribishe ushuhuda kwa sababu nashangaa ni kile ambacho mchana wa leo, siku nzima leo nilikuwa napewa, alafu imekuja kuleta majibu yake kwamba jizilini na Mungu atatukuza. Karibu. Mungu wetu sisi ni kimbilio. Tunavyomuomba huwa anajibu, na katika ndoto pia na maono. Ni wakati fulani tukutoka kwenye maombi yale tuliyofanya, nilivyoenda kulala nikaona kondoo weupe wako kama 10 hivi. Wana kama fujo fulani, wako mahali wana kama fujo, yani wanavyotembea, wanavyokaa. Yani mama Yohana alikuwa naomba katika maombi hayo yale ya kunena yale kwa lugha. Alivyoanza kuomba tu hivi, yani wale kondoo walivyosikia ile sauti, walinywewa kaka sehemu moja hivi, wakatia amri. Nilimwona Mungu nikafurahi, nikasema kweli yamewezekana. Amina. Ujumbe anamaanisha nini?
Asante sana. Kama kuna mtu ana neno. Karibu Sabitina, unajisikiaje? Jana ulikuwa vibaya? Kaona. Njoo mshukuru Kristo. Okay, ngoja kwanza. Karibu. Subiri kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Napenda tu nishuhudie mle mtoto katika njia mpasayo naye hata iacha. Ni mtoto lai aliniambia, mama, unaposema tusisuke nywele Mungu hapendi. Mbona nimeongea na akina Mwana, kuna wanafunzi wanasoma, nimeongea na akina Mwana. Wakasema, nikamwambia nyie mbona mnasuka nywele? Mnasuka nywele zenu alafu mnavaa hereni. Maana yake ananiambia nivaishe hereni, namwambia hapana, Mungu hapendi. Nisuke nywele, nikamwambia Mungu hapendi. Akasema nimeongea na akina Mwana. Wakasema kwao hakuna Mungu. Eti mama, hakuna Mungu kwao? Nikamwambia hakuna, ndio maana labda hizo amri hawazitii wao. Yaani majina alionitajia marafiki zake wote ni Waislamu. Alafu ananiambia wameniambia kwao hakuna Mungu mama. Ndio maana wanasuka nywele, wanavaa na hereni. Nikasema kweli utukufu ni kwa Bwana. Amina. Asante sana. Na leo nilikuwa namwangalia mtumishi mmoja hivi yule Alani akiwa ameelezea na kuwaonyesha sana watoto wa umri huu na akifundisha neno hilo hilo kwamba mlee mtoto katika njia inayompasa. Hivi mzazi wewe unakuta katoto kama kako hapo kana kata tu viuno mbayeno, kana kata sijui manini, kana imba yani mavitu ya ajabu sana. Hivi inakuaje? Na kesho yake huyu mtoto atakuwa kwenye hali gani? Mungu ashukuriwe kama anafanya hivyo. Asante Yesu kwa ajili yake. Amina.